Na msikilizaji, tunasonga mbele kwenye hii story tamu sana ya mpaka lini inayomhusu mwanadada Lindsay, na hii ni sehemu ya 10. Tulipoishia sehemu ya 9 tuliona ya kwamba Lindsay pamoja na Aston ni kama penzi limerejea kwa kasi baada ya Aston kukubali ujauzito alionao Lindsay, na baada ya vipimo kujiridhisha kwa Aston, basi ameona ya kwamba mtoto ni wa kwake. Kwa hiyo penzi limerejea, na tuliishia baada ya wao kuona wapo nyumbani wakizungumza mawili matatu kuhusiana na mahusiano yao. Kwa hiyo tunazidi kusonga mbele msikilizaji, kama nilivyokuambia sehemu ya 9 ya kwamba matukio na surprise bado zinaendelea, bado hakuna usalama sana kwa Lindsay. Mtayarishaji wa hii simulizi ni Dato Chuchu, na naye kusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Sumbas, na msikilizaji ni wewe hapo ambaye nitakuona kwa like ama comment. Naam, tunasonga mbele. Afu unajua kuna kitu nimekuwa nikikiwaza kwa muda sana Aston, sababu hata mtoto atakapozaliwa lazima awe na chumba chake, alafu mimi siko tayari kukitumia chumba cha Lisa. Hivyo kuna mahali itabidi nikupeleke leo. Kwa nini tusimalizie raundi moja alafu tuoge twende? Tunaweza kumalizia kuongea tukiwa huko, nilimwambia Aston ambaye alitabasamu na kuanza kupandisha mkono wake taratibu. Kama hivyo mwili wangu ukarudi kuwa wa moto tena. Yes, tulikuwa kwenye gari langu huku sasa tukielekea huko, na mimi ndo nilikuwa nikiendesha. Msikilizaji, kitu kimoja kuhusu Aston, akikuuliza kitu ukikataa kumwambia hawezi kuuliza tena. Kama ukimwambia asubiri, basi atasubiri, hata kusumbua. Yaani hawezi akakusumbua kwa kuuliza kila sekunde. Nilikuwa nikicheka sana kwa jinsi ambavyo alikuwa amenuna, lakini halalamiki. Tulipoingia na kupaki gari kwenye nyumba yangu ambayo nimekuwa nikijenga kwa takriban miaka 4 sasa, Aston alibaki akishangaa tu. Hese, Lindsay, nadhani sijaelewa unachomaanisha, alisema tuliposhuka kwenye gari. Nilibaki nikitabasamu tu. Karibu ndani, nilimwambia huku sasa nikisukuma mlango mkubwa wa kuingia ndani. Kwa kweli najivunia sana msikilizaji. Nilitulia na kuamua kujenga nyumba ya kisasa sana. Ina vyumba 7. Kila chumba kina choo chake. Nyumba ina sebule kubwa sana pamoja na dining kubwa na jiko la kisasa kabisa. Kuna friji ya kujengewa, jiko la kujengewa na yale makabati mazuri ya kisasa. Lakini sio hivyo tu. Ina ofisi kwa ajili yangu nikiwa na mambo mengi ya kufanya. Ina chumba cha watoto cha kusoma. Ina chumba maalum kwa ajili ya kuangalia movie kama sinema vile. Ina sehemu ya kufanya mazoezi. Nje kuna sehemu kubwa ya kupaki magari. Magari hadi 10 yanakaa. Kuna majani mazuri ambayo yamekatwa kwa ustadi na maua mazuri ambayo yalianza kutunzwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Kwa nyuma kuna jiko la kuchoma nyama. Kuna sehemu ya kukaa yenye kivuli. So nilisimama na kujivunia jasho langu. Nilitunza pesa nyingi sana kwa ajili ya huu ujenzi. Nilifanya vyote kwa ajili yangu. Hata Adrian hajui kuhusu hii nyumba. Mimi nilikuwa napanga ikiisha nitamkaribisha na kumfanyia surprise. Lakini hayupo tena kwenye picha ya maisha yangu. Kwa hiyo itakuwa ni mimi na watoto wangu. Aston alikuwa anashangaa tu ile sebule. Jana ndo watu walimaliza kuweka furniture. Naweza kusema umekuja kwenye maisha yangu wakati mzuri. Wakati nahamia kwenye nyumba yangu mpya. Nilimweleza na kumuona akishangaa zaidi. Aston aliuliza kwamba umejenga mwenyewe? Ya, kwa jasho langu. Jasho langu la damu kabisa. Nilimjibu huku sasa nikitabasamu pale aliponivuta na kunikumbatia. Hongera sana. Nilijua ni mwanamke shupavu lakini sikuwahi kudhani uko vizuri hivi. Nimekuheshimu kwa namna tofauti zaidi. Bwana, alafu huko kuna kitanda kipya. Nilimwambia na kutabasamu. Hapa ninachomaanisha ni kuwa tunaweza kuishi wote hapa. Tutatengeneza kumbukumbu zetu wenyewe. Tutazungumza na mtoto na
Nadhani itakuwa rahisi kwa sababu wanakupenda tayari, alafu utaweza kuja kuishi na sisi. Lakini ni kama upo tayari. Nilimweleza huku nikitabasamu. Aston alitabasamu kidogo, lakini alikuwa na wasiwasi usoni mwake. Lynn, nakupenda sana. Yaani sitaki ujisikie vibaya, lakini siwezi kuishi hapa. Hainiambia na kufanya moyo wangu uvunjike. Nilishaanza kujenga matumaini makubwa akilini kwangu na kufurahi zaidi. Usiniangalie hivyo. Lindsay, mimi ni mwanaume na wewe ni mwanamke wangu. Mimi ndio natakiwa nikutimizie mahitaji na sio kinyume na hapo. Of course hapa ni pazuri sana. Na kama tukiishi hapa itakuwa ni kama ninaishi ndotoni. Kuishi kwenye nyumba ya ghorofa 2 tena Njiro sio mchezo. Lakini siwezi kukuacha wewe unitimizie mimi mahitaji. Aston, hivi ni kitu gani kinachokufanya uwaze hivyo? Hii nyumba haitakuzuia wewe kuwa mwanaume wa familia. Utaipata heshima yangu yote kama hicho ndio kitu kinachokupa hofu. Lakini hii ndio njia rahisi ya sisi kuweza kuishi maisha tunayoyataka. Kupata nyumba sio kila kitu, Aston. Bado tuna kazi ya kuwalisha watoto, tuna kazi ya kuwavisha, kulipa hizo bili kubwa za hii nyumba, sababu naamini kwa system zote zilizopo umeme na maji yanayotumika sio mchezo. Kwa hiyo tukubali kufurahia maisha, mpenzi wangu. Na kama itakufanya ujisikie vizuri, nyumba iko kwa jina langu. Sijui Ellen, sijui. Labda unipatie muda kidogo wa kufikiria. Haya, sawa. Basi wakati unawaza, ngoja niangalie kitu gani tunaweza kula, alafu twende tukajaribu nguvu ya kitanda chetu. Nilimkonyeza na kuelekea jikoni. Basi mtu niliyemlipa kwa ajili ya kazi ya kuipangilia hii nyumba hakuwa na matani kabisa. Hakuishia kwenye kununua furniture tu. Alinunua hadi vyombo vichache ambavyo vinaonekana sio vya bei ndogo, na hata aliweka vitu kidogo kwenye friji. Itabidi nihakikisha kumshukuru kwa hili kwa sababu nina njaa sana. Nilitoa mayai kwenye friji, ndipo nikaona hatuna mafuta wala chumvi. Nimebadili mawazo, siwezi kumshukuru tena sababu naona hajawaza vizuri. Hawezi kusahau vitu vya muhimu sana kama chumvi bwana. Basi bwana, tuliishia kunywa juice na kuelekea chumbani kwetu kukijaribu kile kitanda. Lakini muda wote Aston alikuwa na mawazo kila alipoona kitu ambacho kinaonekana ni cha gharama kidogo. Alisita kidogo kabla ya kukitumia. Tulipomaliza aliingia bafuni na kuoga, lakini Aston alikataa. Baada ya kumaliza kuvaa nguo zangu, nilimkuta sebuleni akiendelea kuzunguka na kuishangaa nyumba. Ile mood yote ya kuchokozana tuliokuwa nayo wakati tunakuja ilikuwa imepotea. Tulipofika nyumbani, Aston hata hakukaa tena. Alinibusu na kuniambia anahitajika kwenda nyumbani kubadili nguo kisha ajiandae kwenda hospitali. Nakupenda sana Aston. Naomba uwe makini barabarani. Nilimwambia huku sasa nikimbusu. Aliacha tabasamu kubwa na kuniaga kisha akaondoka. Kesho yake ilikuwa ni siku ya Jumatatu na tulikuwa tunaelekea mwisho wa mwaka. Hii ilimaanisha siku ya kuzaliwa ya Lorena pamoja na Laurent na Lisa zinakaribia pia. Tuko mwezi wa 11, wiki 2 tu hadi watoto wafunge shule. Nitamani tu tumehamia kwenye nyumba yangu mpya kabla hizo siku. Hiyo niliweka klini kwa leo wakirudi kutoka shule tutazungumzia hilo. Wakati nachukua funguo zangu za gari kwa ajili ya kutoka sasa, simu yangu iliita. Nijikuta nikipoteza amani baada ya kuona ikinikumbusha kuwa kesho ni siku ya kliniki. Ina maana itabidi niongee na Aston, nijue kama na yeye anataka kwenda. Leo ilikuwa ni siku tofauti kwa sababu niliamka nikiwa na hamu ya kufanya kazi. Hiki ni kitu ambacho hakijawahi kunitokea tangu nipate ujauzito. Hivyo wakati ninatoka kabisa kazini ndipo nilipokumbuka kuhusu kumtafuta Aston. Niliamua kumpigia, tena nilimpigia wakati huo. Aston akasema kwamba Malkia, sifu moyo wangu unaruka zaidi nikiona jina lako likitokea kwenye kioo changu. Vipi, uko poa? Acha Aston. Vipi kwanza, umeshindaje mpenzi? Nimeshinda poa nikikuwaza wewe.
Vipi, unaendeleaje? Vipi, mwanangu amekusumbua leo? Niko vizuri tu. Kama kawaida mwanao shida yake ni moja tu na huko mbali. Lakini kusema kweli sasa hivi sipati usumbufu kama kipindi kile. Angalau nikimwona mwanaume sitamani kumrukia japokuwa nina hamu muda wote. Itabidi nihakikishe na kuona hivi karibuni. Awamu hii nataka hadi uzimie kabisa. Bwana, tuachane nayo. Nimekupigia nikuulize kama unataka kuja kliniki na mimi kesho. Ya, lazima nije. Yaani usingeniambia ingeleta ugomvi mkubwa sana. Usingeamini. Niambie saa ngapi nije nikuchukue nyumbani? 2:30 hivi sababu kliniki inafunguliwa saa 3. Okay, 2:30 nitakuwepo hapo. Usijali hot mama. Bwana, umenitaje? Nimekuita hot mama. Hapo kielewi ni kipi? Ni kweli uko so hot mama. Alafu bado wewe ni mama. Kwa hiyo hot mom. Eti hot mom. Okay, asante. Sawa, ukifika nyumbani wewe niambie tu, sawa? Usiniache nikiwa nawaza kama uko salama. Okay boss, usijali. Tuliagana kisha nikawasha gari na kuanza kuelekea nyumbani. Sasa nilipofika home, nilikuta watoto wakila chakula cha jioni. Baada ya kusalimiana na kuagana na Violet, nilikaa na kupakua chakula pia. Baada ya kuwaza kidogo, niliamua tu niongee na watoto hili swala liisha tu. Wakikubali nitahakikisha tunahama kabla wiki hii haijaisha. Liam, utajisikiaje tukienda kuishi kwenye nyumba mpya kubwa? Niliamua kuanza na mwanangu mdogo kabisa, ambaye sio mdogo sana sababu ana miaka 7 sasa. Liam akasema, ina uwanja mkubwa ambao naweza kualika marafiki zangu wa shule tuje tucheze mpira. Niuliza kusasa kinaangalia kwa tabasamu kubwa. Ndio, ina uwanja mkubwa sana na ukitaka nitakutengea uwanja wako wa mpira ambao tutawekea magoli kabisa. Nilimwambia na kumuona macho yake yaking'aa kwa furaha, kisha akakunjua mikono yake kunikumbatia. Nilimsogelea, nikamkumbatia pia. Akasema nitafurahi sana, nitamwalika Derek, nitamwalika Jonas, watafurahi sana. Alafu nilimwacha, yani sikutaka kumpatia attention kwenye kuongea. Nilimgeukia Lorena. Sasa Lorena, mkumbukeni huyu mtoto ana mashauzi. Lorena akasema ya kwamba nitafurahi kama nitapata chumba kikubwa, alafu kiwe na choo ndani. Sitaki kutumia choo kimoja na wanaume, alafu taniwekea kitanda kikubwa sana ili niweze kuwaalika kina Megan na Crystal kulala na mimi. Lorena baada ya kusema hivyo, nilicheka tu. Msijali. Kila mtu chumba chake kina choo na kitanda. Na kuhusu kitanda nitakisha unapata kikubwa kama cha kwangu. Alafu chumba chako ni kubwa sana. Unapata hadi kabati zuri na dressing table. Nilimwambia na kumuona akiacha tabasamu kubwa. Akasema, "Yes, I love you mama." Lorena alisema kusasa akinibusu. Nilipomgeukia Liam, bado alikuwa anasimulia kuhusu mara ya mwisho alipo wafunga marafiki zake lakini wakakataa goli lake. Kisha nikamgeukia Laurent. Laurent aliuliza kwamba niweza kupata PlayStation chumbani kwangu. Hapana. Nitaiweka kwenye chumba cha michezo. Nikiweka chumbani kwako najua hautalala. Kama kuna kitu kingine sema. Nilimwambia Laurent. Aitikisa kichwa chake na kuendelea kula kusasa akiongea. Akasema ya kwamba wengine wanapata chochote wanachotaka lakini sio mimi, si ndio? Alisema kwa sauti ya chini lakini nilimsikia. Nilijizuia kuongea kwa sababu nilijua nikiongea ninaweza kuanza kufoka bila kutegemea. Lakini nachukulia kuwa kila mtoto yuko tayari kuhama. Kesho nitawasiliana na mtu aliyekuwa anashughulikia kupangilia nyumba, nimwambie afanye hao marekebisho ambayo watoto wameyataka. Baada ya watoto kumaliza kula, niliwapeleka kulala, na baada ya watoto wote kulala, nilipita chumbani kwa Laurent ambaye nilimkuta amelala pia. Nilielekea chumbani kwangu na kujikuta sasa nimesinzia haraka sana. Baada ya watoto kwenda shule, nilianza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kliniki. Aston alipofika alitabasamu na kunibusu kwa muda mrefu. Aliponiacha nilitamani hata tusiondoke, lakini haikuwa hivyo. Aston alinifungulia mlango wa gari na kunisubiri hadi nimekaa vizuri, kisha akaufunga na kuzunguka upande wa dereva na kuingia kwenye gari. Vipi, kliniki gani tunaenda? Aliuliza kwa furaha, lakini mimi sikuwa na furaha hata.
hasa nikikumbuka kilichotokea mara ya mwisho. Kabla tujaendelea inabidi nikwambie kitu, nilisema na kuingiza mkono wangu kwenye pochi na kutoa kadi, kisha nikamkabidhi. Aliangalia na kunitazama kama vile nimekuwa chizi. Unamaanisha nini sasa? Sababu naona kila kitu kipo sawa. Au ulikosea mara yako ya mwisho kuona siku zako? Lakini mbona tarehe imejazwa hapa? Aston huko akiangalia ile kadi na kurudi kunitazama, kweli hakuona shida yoyote. Aston, angalia umri wetu. Nilimwambia kwa sasa nikianza kusikia macho yangu ni kama akija machozi. Kwa hiyo umri una shida gani? Aston, wewe unaweza usione shida, lakini watu wengine wanaona ni kitu cha ajabu. Mara mwisho nilivyokuwa kliniki, manesi walikuwa wananiangalia kama ni sijui kitu gani yani. Nilimwambia kwa sasa nikishindwa kuzuia machozi yaliyoshuka usoni mwangu. Aston alisogea na kunifuta machozi. Lindsay, haijalishi kuna wanawake wangapi hapa duniani, macho yangu yanakuona wewe tu, sawa? Machoni mwangu wewe ndo ni kama umetawala mboni yangu. Hakuna mwanamke mwingine yote duniani ambaye anaweza kutazama na mboni yangu. Sitaki uweke kichwani huu ujinga wa hao manesi. Kwanza tukifika nataka unionyeshe kila nesi aliyesababisha ukijisikia hivi. Paka muda tunaondoka nitahakikisha na wao wanajisikia hivi. Ujinga kabisa. Yaani kwa muda nataka huu uso uje tabasamu na si huzuni. Aston aliniambia na kunibusu. Nilishusha pumzi na kutulia kidogo. Moyo wangu ulipata amani. Tulipofika kliniki, ni sehemu ambayo ukipaki gari na kushuka, watu walioko kliniki wanakuona. Sababu ni sehemu, yani nadhani wanawake wanafahamu, sehemu za kliniki zinakuaga nje. Sio ndani, yani ni nje, yani public tu, yani nje. Kwa hata jinsi unavyotembea kwenda hapo wanakuangalia vizuri tu. Kwa sasa ilikuwa ni nje tu. Karibia kila kitu yani kipo nje, kasoro tu chumba cha kupimia. Basi Aston akasema tulia hapa nikufungulie mlango na chochote nitakachofanya hakikisha unafuata, sawa? Nikasema okay. Basi Aston alishuka na kuzunguka kisha akafungua mlango. Alisogea na kunibusu kisha akanipa mkono na kuniruhusu nishuke. Uzuri asubuhi hii tulikuwa watu wa kwanza kuja na manesi wote walikuwepo. Nionyeshe ni upi na upi? Aston aliniuliza tuliposhuka tu kwenye gari kabla hatujasogelea. Ni wote walikuwepo siku ile, nilimwambia. Aston alitabasamu na kunipa mkono. Alishika mkono wangu kisha tukaelekea pale manesi walipo. Aston ndo alikuwa ameshika kadi yangu ya kliniki. Akaenda kumkabidhi nesi aliyekuwa amekaa kwenye meza kwa ajili ya kunipima pressure na uzito. Manesi wote walitushangaa. Na nijikuta nikitabasamu baada ya kuona pale mezani yupo nesi yule. Aston alifika kwenye kiti na kukifuta haraka kwa mkono wake kisha akasema haya kama Likia. Hainiambia kwa kunipa mkono. Kwa kweli nilijikuta nikicheka. Mimi sikutegemea angekuja kufanya vitu vya kitoto hivi. Baada ya mimi kukaa pale, Aston ndo alimkabidhi nesi kadi yangu kabla ya kuongea. Halafu umri wangu umekosewa, nina miaka 25. Baby, kila wakati nakwambia ukumbuke umri wangu. Lakini ndo hivyo tena. Kitu hicho kilimfanya yule nesi atoe macho, hadi kuna wengine waliguna. Nilicheka na kutikisa kichwa changu. Usimsikilize huo ndio umri wake sahihi. Nilimwambia yule nesi ambaye alionekana kama anawaza kuzimia. Kwani kuna shida gani hata nikiwa na miaka 22? Mimi nakupenda na unanipenda. Machoni mwangu wewe ndio mwanamke mrembo kuliko wote. Aston alisema huku akiuchukua mkono wangu na kubusu. Sasa yule nesi akasema kwamba kaka, hebu naomba umwachie kidogo niweze kumpima. Yule nesi alisema alionekana alitamani tu tumalizane naye tumwache. Sasa kama vipi naweza kukusaidia kupima? Mimi mwenyewe ni daktari. Aston alisema huku akitoa kitambulisho chake cha kazini. Aston, mwache nesi afanye kazi yake na kuomba mpenzi. Mwache afanye kazi yake. Nilimuomba na kumuona kitabasamu. Alisogea na kubusu paji langu la uso na kukaa pembeni. Baada ya nesi kunipima, nilielekezwa kwenda kwenye kile chumba cha kupimwa tumbo.
Nilipotoka niliwakuta manesi wote wakinitazama kama wamelishwa malimao. Na Aston alikuwa ananiangalia kwa tabasamu sana. "Twende Malkia, nahitajika kazini haraka sana." Aston aliniambia kusasa akinipa mkono. Nilipomsogelea aliweka mkono wake kiunoni mwangu, kisha tukondoka. Kama kawaida akanifungulia mlango wa gari, ndipo akaenda upande wake. "Ni kitu gani mwafanyia wale manesi?" Hicho sio kitu cha wewe kuwaza. Wewe jua tu kuanzia leo hawatakufanyia vitu vya ajabu tena. Na kila siku nitakuja na wewe kliniki." Aliniambia ni kunibusu, kisha akawasha gari tukaanza safari. "Kwa hiyo unaenda nyumbani ama unaenda kazini?" "Ukiniacha kazini utakuja kunichukua nipeleke nyumbani kwa sababu sina gari." "Ya, lazima nije nikupeleke nyumbani." "Sawa, nipeleke kazini." Nilimwambia kwa sasa nikitabasamu. Chochote Aston alichowaambia wale manesi imenipa furaha kujua kuwa na wao wamekosa amani kama nilivyokosa amani mwezi uliopita. Ilipofika jioni, Aston alikuja kunichukua na kunipeleka nyumbani. "Afu nimeongea na watoto na wamekubali, so wiki hii tutahama." Nilimwambia hivyo. Aston alinitazama tu na kutabasamu. "Hata mimi nitahamia. Lini unataka tuje kuzungumza na watoto kuhusu mahusiano yetu?" "Aston, uko serious? Sio kwamba vitu vinaenda haraka sana. Sitaki kuharakisha." "Kama vile unaweza kuniharakisha." Nakupenda sana Lindsay. Mimi sioni maana ya kusita wakati kila kitu nilichokitamani maishani mwangu Mungu ameviweka ndani yako mwanamke mmoja. Japo pale tutaishi kwa muda, kuna nyumba najenga ambapo unajua nini, kwa sasa ni umenipa kazi ya kuijenga iwe bora zaidi ya hii yako, lakini nitajitahidi na inaweza kuchukua muda, lakini ile nyumba ikiisha tutahamia kule. Aston aliniambia hivyo huku sasa akinama na kunibusu. "Kwa hiyo hauniharakishi Lindsay, sawa? Nataka nilale na kuamka pembeni yako kila siku. Nakupenda sana." "Okay, sawa. Basi kesho jioni vipi, unaweza kupata nafasi kesho jioni?" "Nitakuwa na zamu lakini naweza kutoroka. Japo ujue tu mimi nitakuja na zile nguo ambazo hauzipendi." "Kwa ajili yako nitavumilia tu. So tutaongea na watoto kesho tuone watalipokeaje ili wakiwa vizuri. Weekend hii nitahama na wanangu, so sijui kuhusu wewe." "Na mimi nitahama siku ambayo mnahama nyie." "Sawa, nakupenda sana Aston. Natamani ulijue hilo." "Nami nakupenda zaidi Lindsay. Sitaki usahau hilo." Basi tulibusu kwa mara ya mwisho, kisha nikashuka na kuelekea ndani. Moyoni mwangu nina furaha kubwa sana. Furaha kuliko nilivyowahi kudhani. Lakini katika kilindini kabisa ndani ya moyo wangu, yani kwenye chemba za moyo wangu, nina wasiwasi. Moyo wangu unajua kuna jambo linakuja, lakini siwezi kuelewa ni jambo gani. Lakini kwa wakati huu msikilizaji, acha nifurahi tu. Nitafurahia kila wakati na kila siku. Nitazikusanya nguvu zangu kwa ajili ya hiyo siku. So niliwabusu wanangu na kuwatakia usiku mwema na kuwapeleka kulala, kisha nikaelekea chumbani pia. Kesho yake nilivorudi kutoka kazini, nilikuwa na wasiwasi sana tangu niachane na Adrian. Ni zaidi ya mwaka sasa. Lakini hii ndio mara ya kwanza nitakaa nizungumze na wanangu juu ya kuishi na mwanaume mwingine. Nijikuta nikiwaza sana. Leo nijitahidi na kurudi mapema sana ili niandae chakula mwenyewe. Ni vizuri kuanza kujirahisishia kwa kuwapikia chakula kitamu. Labda nikiwashibisha wanaweza wasikasirike sana. Nilianza sasa kumwekea kuku viungo, sababu nilichagua nitumie niwatengenezee kuku mzuri sana, nikiamini kwamba wanaweza kumfurahia. Na hakuna anayekataa kuku. So nilianza kumwekea kuku viungo, nikimfunika pale kumwacha atulie kwa masaa 4 ili niweze kumkaanga kwa mida ya baadaye. Lakini sikuishia hapo tu. Nilipika wali mweupe wenye njegere. Laurent anaupenda sana wali. Nikawekea nazi kabisa na pembeni nikaroast maini na mboga za majani.
So tulipochati mchana nilimwambia Aston aje tule wote ndipo tuongee. Nadhani hiyo itarahisisha zaidi maisha. Aston alijitahidi na kufika mapema. Alivaa koti juu ya zile nguo zake za hospitali, kitu kilichonifanya nitabasamu. Karibu my love. Ukivumilia kidogo chakula kitakuwa tayari. Leo nimeingia kwenye full mood ya kupika, kwa hiyo chakula lazima tu kichelewe kidogo. Nilimwambia sasa nikimbusu kwenye shavu alipokuja pale jikoni. Ni kitu kizuri watoto wako vyumbani mwao wakifanya kazi za shule. I say, vitu vinanukia. Niambie nikusaidie nini? Alisema sasa akinawa mikono tayari kunisaidia. Ukiwa umevaa hizo nguo zako za hospitali, hakuna msaada unaweza kunipa. Nilimwambia sasa nikitoa kuku wawekea viungo kwenye friji tayari kwa kuwachemsha na kuwakaanga. Kwa hiyo nikivua ndio utaniruhusu kukusaidia, si ndio? Alisema kwa akianza kuvua koti. Nijikuta nikitoa macho na kushangaa. Hata sikuweza kutamka kitu. Nilianza kucheka tu kwa sauti sasa akirudi kuvaa koti lake. Anyway, nilikuwa nakutania bwana. Natamani ungeiona sura yako. Alafu kama hutaki msaada wangu, mimi sina shida. Hata hivyo, nilikuwa tu nakuuliza usije ukadhani kwamba sijataka kusaidia. Alinitania sasa akisogea na kunibusu. Mimi naenda kuangalia TV. Alisema na kutoka jikoni. Nilibaki tu pale nikitabasamu. Nusu saa baadaye chakula kilikuwa tayari. Aston alikuja kunisaidia kutenga chakula mezani. Nilipomwambia sitaki msaada wake, alinizomea tu na kuendelea kuweka chakula mezani bila kunisikiliza. Nilicheka tu na kuendelea na mambo yangu. Baada ya chakula chote kuwa tayari, nilienda kuwaita watoto. Lorena alikimbia na kwenda kumrukia Aston kama kawaida yake. Yaani binti yangu huyo. Walipomaliza kusalimiana tu, alianza kumwambia leo atamalizia kumsimulia hadithi ile ambayo hakupata nafasi ya kuimaliza wakati uliopita. Lorena, sidhani kama huu ni muda wenyewe kusimuliana story. Kwa nini msikae tule alafu Uncle Aston na mimi tunataka tuambie kitu kizuri sana. Nilieleza na kumwona Aston akishusha pumzi baada ya Lorena kumwacha na kwenda kukaa kwenye kiti chake pendwa. Liam na Lau walimsalimia tu na kukaa kwenye viti vyao. Baada ya kuomba, tulianza kupakua na kula huku sasa Liam akianza kunisimulia jinsi alivyofunga magoli 120 siku ya leo. Nilikuwa na kazi tu ya kujifanya nimeshangaa na kutabasamu na kushangilia pamoja naye. Upande wa pili, Lorena alikuwa akimuelewesha Aston. Hata sikuelewa ni nini, lakini Lorena alionekana akifurahia sana kuelezea. Laurent alikuwa anakula tu huku akiwatazama wadogo zake kama watoto fulani hivyo wajinga. Tulipomaliza kula, Laurent ndo alikuwa kwanza kuongea, akasema kwamba ni kitu gani mlichotaka kutuambia. Aliuliza na kufanya sasa nianze kupata gumizi. Aston alinishika mkono ili kunipa support. Mimi na Uncle Aston tuko pamoja sasa. Nilisema, lakini watoto walibaki wakinitazama tu. Sidhani kama umekuelewa. Baada ya Aston kusema hivyo, Lau akasema kwamba unamaanisha ni kusema kuwa nyinyi ni wapenzi. Laurent alisema na kunifanya nibaki mdomo wazi. Kuna muda nasahau namna gani huyu mtoto amekuwa. Lorena akasema kwamba kweli mama. Kwa hiyo nyinyi ni boyfriend na girlfriend. Lorena aliuliza kwa furaha. Nilitikia tu kwa kichwa. Kisha nikamwona akirukaruka na kumkumbatia Aston. Lorena huku akifurahia akasema kwamba ukiwa unamletea mama maua, naomba niletee na mimi. Kwani Lorena, boyfriend na girlfriend wanafanya nini? Niliamua kumuuliza. Sasa Lorena akasema kwamba kazi ya boyfriend ni kumletea girlfriend wake maua. Alisema kusasa kitabasamu, kisha akaendelea kwa kusema kwamba kwenye movie kila mkaka anamletea mdada wake maua. Uncle Aston, hata mimi ni mdada. Lorena alisema hivyo kusasa akirudi kujitetea kwa nini anastahili maua. Nibaki tu nikicheka. Liam alikuwa busy akiendesha mifupa ya kuku kama gari juu ya meza. Sasa niliamua tu kumgeukia Lorena sababu yeye ndio ambaye haelewi. Liam mimi nitatafuta tu muda wa kumuelewesha mwenyewe. Unakumbuka baba na mama walivyokuwa? Nilimuuliza Lorena na kutabasamu alipoitikia kwa kichwa. Ya, vizuri sana. Sasa Aston na mimi ndo tutakuwa hivyo. Lorena alitoa macho na kumwachia Aston haraka. Usiniambie Uncle Aston
atakuwa anakugombeza pia, anakufanya ulie, anaacha kurudi nyumbani. Lorena aliongea kwa huzuni. Kusema kweli nilishtuka, sikudhani kama mwanangu alikuwa anaelewa yote hayo, lakini kumbe alikuwa anayaweka tu moyoni na akilini. Aston aligeuka na kunitazama kwa huruma. Nampenda sana mama yako sana tu, hivyo siwezi kumgombeza, siwezi kumpiga wala kuacha kurudi nyumbani, na siwezi kumfanya alie, labda kama atalia kwa furaha, Aston alisema. Lakini Lorena aliitikia kwa haraka akasema kwamba sitaki mama alie. Okay, hawezi kulia kabisa. Mimi nitamfanya awe na furaha wakati wote, lakini kitu cha tofauti ni kuwa tutakuwa wote kwenye nyumba moja, Aston alimweleza Lorena, ambaye alitikia kwa kichwa. Ni kama vile ameacha kujali tangu asikie nitakuwa na furaha wakati wote. Hivyo vitu vingine vyote vilivyozungumziwa ya havimuhusu tena. Lakini ghafla akamgeukia na kumuuliza kwamba kwa hiyo utakuwa unaniletea maua? Ndio, lazima nikuletea maua Lorena, Aston alimwambia na kumwacha kitabasamu kwa tabasamu pana sana. Nilipomtazama Liam nilishangaa kumuona anatusikiliza. Liam akasema kwamba utakuwa unanisomea hadithi usiku kama baba alivyokuwa anafanya, kwa sababu mama hata hawezi kunisomea hadithi na mimi siwezi kupata usingizi vizuri kama sijasomewa hadithi, Liam alisema kwa kimtazama Aston. Kila siku ambayo nitakuwa sina kazi ya usiku nitahakikisha na kusomea hadithi, na mchana tutacheza utempira, Aston alimwambia Liam, ambaye alitabasamu na kumshukuru, kisha akaendelea kuchezea mifupa yake ambayo alikuwa nayo kwenye sahani. Sasa Laurent alikuwa akimtazama tu Aston kwa hasira, na akaongea maneno machache tu lakini ambayo yaliumiza moyo wangu. Laurent alisema kwamba sitaki kukuita baba. Laurent alisema kwa hasira sana. Hakuna haja ya kuniita kitu chochote. Aston inatosha tu. Majina sio shida kwangu. Mimi ninachotamani tu nafasi ya kuwa na mama yenu. Nataka nimpende sana. Lakini kabla hata Aston hajamaliza maelezo yake, Laurent aliondoka kwa hasira. Nilimgeukia Aston na kuona uso wake ulivyojaa huzuni. Wakati huo simu yake iliita kuashiria anahitajika hospitali. Aliniangalia kwa huzuni, hakuelewa kama akaongea kwanza na Lau au aende kwanza hospitali. Wewe nenda tu, mimi nitaongea naye. Usiwaze hata. Najua baada ya muda tu atatulia na atanisikiliza, nilimweleza na kumkumbatia. Nilitamani mbusu lakini watoto walikuwa wakitazama. Nikumbukeni mnachofanya mbele ya watoto wanakiweka sana kwenye akili yao. So Aston aliwaga watoto na kuondoka. Nilikusanya vyombo na kuviweka vizuri kwenye sink, nikiamua kuwa nitavisafisha asubuhi. Baada ya kusafisha meza, niliwapeleka wanangu wawili kuoga kisha kulala. Baada ya wao kulala, nilielekea chumbani kwa Lau, ambaye nilimkuta amekaa tu kitandani. Nilienda na kukaa pembeni yake na kumkumbatia. Nilidhani angenisukuma kama kawaida yake, lakini leo alitulia tu na kuniacha nimkumbatie. Alirudia kauli yake akisema kwamba sitaki kumuita baba. Hakuna haja ya kumuita baba kwa sababu sio baba yako, nilimwambia huku sasa nikiendelea kumkumbatia. Sasa Laurent akauliza kwamba itakuwaje kama akianza kukupiga kama baba alivyokupiga, Mimi niliumia kwamba sikuwa na uwezo wa kukutetea kipindi kile, na hata sasa hivi akianza kukupiga mimi siwezi kukutetea. Kwa nini usibaki tu mwenyewe mama? Nilikaa kimya kidogo nikiwaza namna kumjibu hilo swali, sababu hata sikujua nitamjibu vipi. Laurent mwanangu, asante kwa kunijali, lakini sasa hivi mama yako nimekuwa jasiri. Siwezi kumruhusu mwanaume anipige. Yaani kabla hajafanya hivyo atajikuta polisi. Kwa hiyo hilo sio jambo la kuogopa. Lakini jambo la pili ni kwamba nikiwa na Aston ninakuwa na furaha na upoke wangu wote unapungua. Baada ya kumwambia hivyo Lau, akaniuliza kwamba kwani mama, sisi hatukupatii furaha? Hatukuondolei huo upoke wako? Unanipa furaha sana, lakini Aston ananipa furaha ya tofauti. Na kuna upweke ninakuwa nao nikiwa mtu mzima pekee ndani ya nyumba, kwa sababu kuna maamuzi nahitaji kumshirikisha mtu lakini nakuwa sina kumshirikisha. Lau maswali yake aliendelea kuzidi tu na ni magumu. Akauliza kwamba kwa nini usimwache Davai akaishi na sisi ili muwe watu wazima wawili. Laurent, nakuomba basi kubali kunipa nafasi. Itanipa furaha kubwa zaidi. Nilimwomba
Laurent aliniachia na kukaa vizuri akinitazama. Akauliza kwamba una uhakika kuwa hata kupiga na atakupatia furaha? Na uhakika kabisa mwanangu. Laurent akajibu sawa. Anaweza kuishi na sisi, hakuna shida. Lau alijibu hivyo, alikubali kishingo upande, lakini ilinipa furaha sana. Nilimkumbatia na kumbusu paji lake la uso. Lau akasema kwamba nakupenda mama, napenda una furaha muda wote. Msikilizaji, huyu mtoto anakuwa haraka kuliko ninavyotegemea. Naomba utulize akili yako afu uanze kufikiria ama kurejea maswali ambayo bwana ananiuliza. Ukuta hata mtu mzima asingeuliza haya maswali. Na hivi karibuni anakuwa na miaka 13. So tunavyoongea hivi sasa hivi ana 12. So soon tu anaingia 13. Lakini naona kama ni jana tu nilipowabeba mikononi mwangu akiwa changa kabisa yeye na Lisa. Mpaka nimejikuta nimemkumbuka Lisa. So nilikaa pale na Lau hadi alipolala. Leo hakutaka kunifukuza. Baada ya yeye kulala, nilitoka nikiwa na furaha sana baada ya kuona hili jambo nimelikamilisha. Na mimi nilivyoingia chumbani nilioga, na baada ya kupanda kitandani nilimtumia ujumbe kuwa watoto wetu wote wamekubali sisi kwa pamoja. Tuna siku 2 za kupaki vitu vya muhimu kisha tutaama siku ya Jumamosi. So wazo hilo linifanya nitabasamu na kufunga macho na kulala kwa amani. Zoezi la kupaki halikuwa rahisi kama nilivyotegemea, hasa ukiwa na binti kama Lorena. Akilini mwangu nilichukua hii ni kama nafasi ya kuanza kurasa mpya. Hivyo watoto watabeba zile nguo ambazo watazivaa tu. Zile zilizowaruka na ambazo hawapendi kuzivaa tutaziweka kwenye mabegi tofauti. Zile ambazo bado ni mpya tutazigawa, na zile zilizochakaa zitachoma moto. Sasa Liam na Lau hawakuwa na shida yote, na wakakubali kutenganisha nguo zao. Lakini Lorena alinijibu moja kwa moja kuwa anapenda nguo zake zote, hivyo nimtafutie mabegi kwa sababu atazibeba zote. Msikilizaji, na hicho ndio kilichopelekea mimi na yeye kuwa chumbani kwake tukichambua nguo zake. Afu mama, ile goni langu ni zuri sana, nalichukua, alisema na kuninyang'anya, kisha akaweka kwenye mlima wa nguo anazozibeba. Lakini hiyo nguo ni fupi msikilizaji. So nilimwambia kwamba wewe kwani hiyo nguo ni fupi? Afu kwanza una muda mrefu hujaivaa. Hiyo nguo ulivaa ukiwa na miaka 5 na sasa hivi una miaka 8. Haiwezi kukutosha. Nilimweleza, lakini hakuonekana kujali. Baada ya kuwaza sana nilijua tu cha kufanya. Haya, kusanya na ubebe nguo zako zote kama ndo unachotaka, lakini ujue kwamba wakati naenda kuanulia nguo Liam na Lau, wewe sitakunulia kwa sababu kabati lako litakuwa limejaa. Niliongea sasa nikijifanya nimekasirika na kuinuka ile kutoka chumbani kwake. Kwanza ninisaidia kutunza pesa. Utembea hata uchi kama ndo unataka, nilisema na kuanza kuondoka taratibu nikimpa muda wa kuongea. Nilikuwa nimeshafika mlangoni kabisa, ndipo nikamsikia akiongea kwa huzuni akasema kwamba okay, nitachukua tu nguo zinazonitosha, nyingine nitaacha. Aliongea kwa unyonge, lakini ili kuonesha nilikuwa ninamaanisha sikumjibu kitu. Nilitoka na kuelekea jikoni ambapo nilimkuta Violet akianza kuandaa chakula cha jioni. Nilimpa ruhusa ya kuondoka kisha nikaanza kuandaa chakula kwa ajili ya watoto wangu. Hadi Jumamosi asubuhi inafika nilikuwa nimeshachoka sana msikilizaji. Lorena alinipa kila aina ya kizunguzungu. Hatakuwa hata tukihamisha kila kitu. Vitu pekee tulivyobeba vilikuwa ni vyombo, nguo, viatu na vile vitu tulivyopenda. Kama Lorena aliamua kubeba taa yake ya chumbani, alidai ndo inaomsaidia kupata usingizi. I say, unadhani vitu vingine ni basi tu. So kwenye muda wa saa 4 hivi asubuhi vitu vilikuwa tayari kwa ajili ya kuondoka. Aston alikuja na gari la kubeba mizigo ambapo ndani alikuwa ameweka vitu vyake tayari. Mizigo yetu ilipakiwa kisha Aston akaondoka na ile gari kutangulia kwenda kushusha mizigo. Watoto walikuwa na furaha. Kila mmoja alikuwa na hamu ya kuiona hii nyumba ambayo kila mtu ana chumba chake. Hivyo waliwahi kwenda kuingia kwenye gari. Nilisimama pale nje nikitazama nyumba ambayo imebeba historia nyingi. Nirudi ndani nikitazama kwa mara ya mwisho. Najua bado itakuwepo, lakini nilihisi kama vile hii ndio mara ya mwisho. Ndani ya hii nyumba kuna kumbukumbu za huzuni na za furaha pia. Nilikumbuka siku ya mazishi ya Lisa, jeneza lake lilivyowekwa hapa sebleni,
tunaenda kwenye nyumba ambayo haijui. Nilikumbuka kipindi wakina Lisa wakiwa wadogo, mimi na Adrian tukiwa bado vijana tunaopendana, tulikuwa tunaharakisha watoto wakalale ili tuje tufanye biashara zetu hapa sebleni. Na pia nilikumbuka kipindi ambacho mambo yalianza kuharibika kwenye hii nyumba. Nakumbuka kukaa kwenye kochi kumsubiri mume wangu ambaye hakuwa hata na mpango wa kuja. Mara nyingi sana nilala kwenye hili kochi hadi asubuhi nikimsubiri Adrian arudi nyumbani. Wanangu wote wamekuwa kwenye hii nyumba. Nijikuta nikikumbuka sherehe zote za siku za kuzaliwa wanangu. Sauti ya Lorena ilinishtua akiniambia mama tuondoke. Nilimwambia kwamba sawa mwanangu tuondoke. Basi nimwambia hivyo sasa nikifuta machozi na kufuatana naye hadi kwenye gari. Tulipofika kwenye nyumba yetu mpya ambapo kila mtoto alishuka haraka ili aweze kupashangaa vizuri, wakina Aston ndo walikuwa wanaanza kushusha mizigo. Hey hot mom, njoo basi utuelekeze mahali pa kuweka mizigo sababu tukibaki hapa wenyewe sidhani kama tutaweza kupandisha haya mabox kule juu. Aliniambia kwa kitabasamu. Nilicheka kwanza. Wewe busi niite hivyo mbele ya watoto sababu sitafurahi Lorena akianza kuniita hivyo pia. Nilimweleza. Aston akasema lakini watoto hawapo hapa kwa hiyo mimi naweza kukuita chochote Malkia. Haya twende. Sababu kati ya vitu nimejua ni kuwa siwezi kubishana na wewe. Nilimwambia sasa nikimshika mkono wake na kuelekea ndani. Nilianza kuelekeza mahali pa kuweka vitu. Maboksi ya vyombo jikoni na nguo na viatu. Niliwaambia tusaidie tu kuvipandisha ngazi kwenye gorofa husika. Sisi tunakuja na kupeleka vyumbani. Sasa mpaka muda watu wanamaliza na kuondoka ilikuwa ni saa 8. Wote tumechoka na tuna njaa. Si unajua ukishahamia kwenye nyumba ukianza kupanga njaa ikikukamata aisee, unaanza kuona yani vitu vyote ni kama ni siji nini yani. Kitu pekee nilichokazana kufanya ni kuhakikisha hadi wakati wanaondoka nimemaliza kupanga vitu jikoni. Jikoni na sebuleni kulikuwa vizuri tu. Kwa hiyo hapa tukila tukashiba tutaelekea vyumbani. Basi Liam akasema kwamba mama mimi nasikia njaa. Alisema akiwawakilisha ndugu zake wote ambao walikuja wakifuatana. Friji halikuwa na kitu chochote zaidi ya juice na mayai. Nilichemsha mayai 10 na kuambia wanipe dakika kadhaa. Dakika 10 baadaye nilimpa kila mtu mayai na juice. Niliwaambia wanangu ya kwamba haya tumepoza njaa sasa tunaweza kusubiri chakula kije si ndio? Niliuliza wanangu ambao walikuwa wanaelekea nje tena kwenda kucheza. Aston alicheka tu. Dakika 2 unarudi tu hapa nguvu zimeisha. Aliniambia sasa akinikanda mabega yangu. Nilitulia na kumwegemea na kufurahia ile huduma. Yaani wamenifanya kama mhudumu. Na walisha wanaenda kutumia hicho chakula kwenye mambo ambayo hata yani nufaishi kwa chochote kile. Na kila mmoja atapanga chumba chake mwenyewe. Wewe ngoja niwalisha hapa uone. Nilimwambia Stone ambaye alicheka tu. Sio mkalivu kwa watoto. Aliniambia na kunibusu pua yangu. Au wewe unataka uwe mpole na mkarimu? Ngoja uone utakavyo kugeuza dekio na kukuburuza kila mahali kwenye hii nyumba. So kuna muda inabidi uwe mkali kidogo kwa watoto. Nilimwambia na kuanza kumuelezea jinsi Lorena alivyonitesa wakati wa kuchagua nguo. Tujikule tukipiga vile story hadi chakula kilipoletwa pale nyumbani, japokuwa dereva alipotea kidogo lakini alifanikiwa kufika. Dakika chache baadaye tulikuwa tunakula tumezunguka meza yetu mpya kulia chakula kwa mara ya kwanza. Kila mmoja alikuwa busy na nyama. Hata mwenyewe sikutaka kupoteza muda hata kidogo. Nilikuwa na njaa kama sijala siku nzima. Lakini nilipogeuka nilimkuta Aston ananitazama kwa tabasamu. Vipi? Nakupenda. Alisema na kurudi kula. Nilibaki nikitabasamu tu kunikila. Baada ya chakula tulienda vyumbani ambapo kila mtu nilimpa kazi ya kupanga kabati lake. Nilienda kumsaidia Liam huku sasa nikimwacha Aston akipanga nguo zetu na viatu kabatini. Baada ya kumsaidia Liam, nilienda kwa Lorena ambaye alifurahi kuniona na kujitupa kitandani akapumzika kabisa. Baada ya mimi kijakazi wake kufika. Nilimwambia kwamba wewe ngochiro wewe, nimekuja kuangalia umefikia wapi tu. Aya, inuka. Kama uinuki bora mimi niende kumsaidia kakako. Nilimweleza na kumuona sasa akiamka, huku sasa kavuta mdomo huo, nibaki nikicheka tu. Na ulikuwa unataka ubebe nguo zako zote.
Haya, hizo nguo zote ungezipanga siku nzima ya leo ama? Nilimweleza na kuendelea kumcheka, lakini mwishowe nilimsaidia kidogo, kisha nikamwacha akimalizia, ndipo nikaenda kwa Lau ambaye nilimkuta akisaidiwa na Aston na Liam. Aston alikuwa akimfundisha jinsi ya kutundika suruali isijikunje. Nijikuta nikitabasamu tu na kurudi chumbani kwa Lorena. Baada ya watoto wote kuwa vizuri, nirudi chumbani ambapo Aston alikuwa ameshapangilia vizuri tu. Sikujua kama yuko fasta hivi. Nilikuwa nimechoka, miguu inauma, hivyo nilienda na kujitupa kitandani nikitaka tu kunyoosha mgongo. Sijui nilisinzia saa ngapi, lakini nilikuja kuamshwa na mabusu ya Aston, giza likiwa limeshatanda kabisa. "Hey, uamke sasa ukale mpenzi wangu." Aston aliniambia huko akinibusu macho yangu. Alikuwa anabusu pua, anabusu mdomo, kila kitu. Lakini jambo ambalo hakutegemea ni kunifanya niwe wa moto. "Hatuwezi kupata raundi moja tu kabla tujaenda kula baba?" Nilimuuliza kwa sasa nikipapasa mwili wake. "I say mama, lakini watoto wanatusubiri." "Bwana, na mtoto wako anakuhitaji pia." Nilimwambia huku nikianza kumbusu shingo yake. "Okay, kama ukisema hivyo, mimi nakuwa sina jinsi zaidi ya kutimiza mahitaji yako. Basi ngoja nikafunge mlango." Aliniambia, na kwenda aliporudi alikuwa ameshavua nguo. Kwa hiyo aliendelea humo chumbani nikumuongezea tu mtoto afya njema tumboni. So dakika chache baadaye nilikuwa nakula chakula nikiwa natabasamu sana. Baada ya chakula, Aston alimpeleka Liam kwenda kulala na kumsomea hadithi kama alivyomwahidi. Na mimi nilimpeleka Lorena kulala. Kisha nikapita kumwaga Lau ambaye alionekana ana furaha sana. Baada ya dakika chache tulikutana sebuleni na matabasamu, sababu tuna nafasi ya kuwa wenyewe. "Natamani sana ningepata glasi ya wine muda huu." "Na mimi natamani ningepata glasi ya whisky, lakini siwezi kunywa na wewe haunywi. Kwa hiyo nadhani tutaishia kunywa juisi au chai." "Anyway, chai itakuwa nzuri zaidi. Lakini sijui kutengeneza chai kama ile ya kwako. Kwa nini usije kunifundisha niwe na kupikia kila siku?" Aston alisema huku akielekea jikoni. Nilimfuata kutabasamu. Nilipofungua friji, sijui ni wakati gani tu alitoka na kwenda kununua vitu, lakini friji ilikuwa imejaa kabisa. Nilichukua maziwa na kuweka kiasi tunachohitaji kwenye sufuria na kuongeza maji kidogo. Kisha nikaweka majani na kumuelekeza viungo, akaweka mwenyewe, kisha nikamwambia ikichemka kabisa ataweka vilivyobakia. Sasa nirudi na kwenda kukaa sebuleni nikinyoosha mgongo wangu. Sikujua kama ingekuwa rahisi hivi kuishi na Aston, lakini ninachokijua ni kuwa nina furaha ambayo sijawahi kuwa nayo kwa muda mrefu. Dakika chache baadaye alikuja na vikombe vya chai na kipande cha keki kwa ajili yangu na kufanya sasa usiku wangu uwe bora zaidi. Kulipokucha, ilikuwa ni siku nyingine ndefu. Niliwaalika marafiki zangu kwa ajili ya kuzindua nyumba yangu mpya na kuwatambulisha Aston. Na Aston naye aliwaalika marafiki zake pia, hivyo tutakuwa na wageni wengi siku ya leo. Niliamka mapema na kwenda sokoni kununua vitu vinavyohitajika. Niliporudi nilikuta Aston ameshapika ile chai tamu na watoto walikuwa wakila kwa amani tu. Sina kumbukumbu ya Adrian kunisaidia kuandaa kifungua kinywa kwa ajili ya watoto. "Hey, Malkia," Aston aliniita baada ya kuniona nimeingia ndani. "Pole se, afu nikwambiaje kuhusu kubeba vitu vizito?" Aston alisema huku akinipokea mfuko niliokuwa nimebeba, hata ukuwa mzito kiasi hicho. Nilikaa pembeni ya wanangu ili kupumzika. Aston aliporudi, alirudi na kikombe na kunimiminia chai, kisha akaniwekea na vitafuno. "Tulia hapa unywe chai, mimi naenda kutoa vitu kwenye gari." Aliniambia hivyo na kutoka nje. Kabla hata sijaongea, Lau alienda nje na kusaidiana naye kubeba mizigo. Nibaki nikitabasamu tu. Sijui ni muda gani hawa wamezoeana hivi, lakini siwezi kulalamika kwa hili. Baada ya kunywa chai, niliingia kwenye zoezi la kuanza kuandaa vitu. Sasa nilianza kwa kupaka viungo kwenye nyama, ambayo hii nyama tuna mpango wa kuichoma. Walikuwa ni mbuzi 3. Nilienda mnadani ambapo walichinjwa na kuchunwa ngozi, kisha nikapewa nyama pamoja na utumbo uliosafishwa. Sasa muda nilipomaliza kuweka viungo kwenye ile nyama, Aston alikuja ndani akiwa amejaa mkaa. Sasa alianza kujitetea pale. "Hese, nilikuwa naosha jiko kwa ajili ya kuchemsha supu." "Una hakika hujaungua?" Nilimuuliza sababu yuko kama alikuwa akifanya kazi ya kupakia mkaa. Alinitazama tu na kutikisa kichwa.
Aliposogea pale jikoni ili kunawa, nilimwambia ende moja kwa moja bafuni. Alilalamika lakini mwishowe alienda. Niliosha tena ule utumbo na kuweka kwenye sufuria kubwa tayari kwa ajili ya kuchemsha supu ya utumbo na makongoro. Ilipofika saa 4 ambapo ndio muda ambao marafiki zangu walianza kufika, supu ilikuwa imeiva. Vitafunwa vilikuwa vimekuja na nyama ilikuwa ipo jikoni ikianza kulainika taratibu tu. Fabiola na familia yake ndo walifika. Walikuwa ni wa kwanza, kitu ambacho kilikuwa ni cha kushangaza sababu tunawajua sana watu kwa kuchelewa. Sasa Fabiola akaniambia kwamba mpenzi, hongera. Hili ni bonge moja la dude, itabidi niige mfano wako ese. Nikijenga hivi, Chris hatajua hadi siku anakufa. Alinitania huku akitabasamu. Sasa Chris akasema kwamba nimesikia. Chris alisema huko akija kunisalimia. Sasa Fabi naye akasema kwamba nitaka usikie kabisa Christian Henrich. Ukiendelea kulala hivi, ipo siku utaamka sipo. Alimwambia mume wake ambaye alimkumbatia na kumbusu. Chris akasema kwamba hebu ujaribu siku moja. Chris alisema huko sasa akirudi kumbusu mke wake. Nigeuka kuangalia na kushusha pumzi baada ya kuona watoto wako uwanjani wakicheza. Niliwaacha pale wakiendelea kutaniana, mimi nikaenda kumsalimia Gracie ambaye ndo alikuwa amefika na mume wake Steve na mtoto wao mpenzi ambaye ni Lily. Niliwahi na kwenda kumchukua Lily mikononi mwa Gracie. Nilimwambia kwamba binti yangu mpenzi. Nilimwambia Lily sasa nikimbusu mashavu yake makubwa. Yaani wewe Lindsay wewe. Ngoja Lorena akusikia unamuita mtu mwingine hivyo. Alafu hapo umemwona Lily peke yake tu, Yaani naonekana kama mimi sionekani tangu Lily azaliwe, si ndio? Grace alianza kulalamika lakini niliachana naye na kumgeukia mmewe na kumsalimia. Baada ya salamu, Steve alimchukua mwanae na kuondoka naye. Grace akasema kwamba si unaona? Yaani mimi ni wakunyang'anyana tu mwanaume na mtoto wangu wa kumzaa kweli? Grace aliendelea kulalamika na kunifanya nicheke. Wewe hebu mwache mkaka watu bwana Fred mtoto wake. Ameishi na wewe miaka yote hiyo, alafu Lily ni wajuzi tu. Mpatie muda bwana. Akishakuwa kidogo tu akaanza utundu, utamchoka. Atakurudia. Kwa chukua ushauri kutoka kwangu niliyebobea. Nilimwambia na kucheka alipoitikia kwa kujiamini kabisa, kama vile nimempa ushauri mkubwa wa maisha. Haya, karibu mpenzi, mimi nimefurahi sana kuona. Nilimweleza, alinivuta na kunikumbatia sasa akinipongeza sana kwa hii hatua. Marafiki wengine wengi walikuja na familia zao, kina Rita, kina Liz, kina Rebecca na Mary Christopher ambaye ni pacha wa mume wa Fabi. Wote walikuja pamoja na watoto wao, hadi Pamela alikuja. Marafiki wa Aston waliokuja wengi hawakuwa wameoa wala wana watoto, hivyo wengi walikuja wenyewe. Lakini itoshe kusema nyumba ilijaa kelele kwa sababu watoto walikuwa ni wengi kuliko watu wazima. Hadi wakati jioni inafika na watu wa mwisho wanaondoka, tulikuwa na zawadi kadhaa ambazo walioleta walikuwa ni marafiki zangu. Marafiki wa Aston hata hawakuanza kuleta zawadi, lakini huwezi kuwalaumu, ni mabachela. So watoto walilala mapema sana baada ya michezo ya siku nzima. Kila mtu aliondoka na mtoto wake akiwa amelala, lakini ilikuwa ni raha sana kuona marafiki zangu na kuona watu wengi hivi wakifurahia hii hatua ya maisha niliyopiga. Kulipokucha Jumatatu, watoto hawakwenda shule, wala mimi sikwenda kazini. Niliwapa wafanyakazi wangu off pia sababu wengi tulikuwa tukirukaruka tu Jumapili. Baada ya Aston kwenda kazini mapema sana asubuhi akilalamika kulazimika kufidia siku alizochukua, nilianza taratibu mazoezi ya usafi. Maana kufanya usafi ni mazoezi ya kutosha. Nilianza kwa kuosha vyombo na kuviacha vikauke, nikipanga kuwapa watoto kazi ya kuvifuta na kuvipanga kabatini. Siku nzima tulitumia kufanya usafi, tulitumia kucheza na kupika. Hadi wakati Aston anakuja kutoka kazini ambapo ilikuwa ni saa 4 usiku, nilikuwa nimesinzia kwenye kochi nikimsubiri. Alikuja na kunibusu kwenye paji la uso. Aisee, samani, sikutaka kukuamsha lakini unavutia sana ukiwa umelala hivi. Hainieleza huku akitabasamu, nikamwambia hakuna shida, nafurahi umeniamsha. Kwa nini usiende kuoga ni kuandalia chakula? Niwekee kidogo sana kwa sababu nilikula jioni kabla sijaingia kwenye operation ya mwisho ambayo ndo hii ambayo imenichelewesha hivi. Hainiambia kusasa kisogea na kunibusu tena. Vipi, mwanangu hajakusumbua tena? Aliuliza na kunifanya nitabasamu sababu kwa siku ya leo ni kama nilimsikia akisogea hivi.
Leo nimemsikia akisogea na kugeuka. Nilisema huku sasa nikishika tumbo langu kwa tabasamu. Aston alikunja sura na kuvuta mdomo. Yaani mtoto anageuka mimi nikiwa nimelala au nimetoka? Lalamika. Nilicheka tu na kumbusu. Hata ukiwa busy anageuka, ni kwamba tu unakuta uko mbali kumsikia. Nilimweleza, basi alisogea na kuniboost tena kisha akaelekea chumbani. So ilikuwa ni Jumanne, nimekaa ofisini nikijaribu kutokusinzia. Tumbo langu limeshakuwa kubwa msikilizaji. Kwa sasa sio rahisi tena kwangu kulificha. Ni mwezi sasa tangu Aston na mimi tuanze kuishi pamoja. Na maisha yamekuwa marahisi sana. Naona ukiishi na mtu anayekuelewa na ambaye yuko tayari kujitoa kwa ajili ya furaha yako, maisha yanakuwa marahisi sana. Simu ya mezani iliita. Nilipopokea, sekretari wangu Jane aliniambia nina mgeni. Sikuwa nikitegemea mgeni yoyote, lakini nilimwambia amruhusu kuingia. Aliingia mwanamke wa makamu yangu. Sura yake haikuwa ngeni machoni mwangu, lakini sikujua nilipomuona. Alinitazama na kukaa kwenye sofa zilizokuwepo pale ofisini. Nilimkaribisha pale, huku sasa nikiinuka na kuelekea kukaa pembeni yake. Nilimuuliza kinywaji gani unatumia? Nilimuuliza kwa sasa nikitabasamu, japo sikuelewa sababu ya yeye kunitazama kwa hasira na dharau hivi. Lakini badala ya kujibu swali langu, aliongea kitu cha tofauti. Akasema kwamba hiyo ni mimba ya Aston. Aliuliza kama vile ni kitu kinachompa kinyaa sana. Bila kufikiria, mikono yangu ilikuwa tumboni kwangu. Nikasema, unamfahamu Aston? Nilimuuliza kwa sasa nikifurahi kusikia jina lake. Yule mwanamke alicheka kwa dharau, akasema kwamba ina maana hajakwambia kuhusu sisi? Nyie? Niliuliza bila kuelewa alichokuwa anamaanisha. Akasema kwamba sisi dada zake, kama hajakwambia basi itakuwa hana hata mpango wa kukuleta nyumbani. Sijui hata kwa nini nilijisumbua tu kuja huku, lakini bora nimekuona. Mtu aliyenieleza hizi taarifa hakukosea kabisa. Wewe ni mzee sana kwake. Una miaka mingapi? 40? 50? Ama? Maana huu ni muujiza Haise, umewezaje kubeba hiyo mimba? Nina uhakika kabisa ukishazaa atakutupilia mbali. Yule mwanamke alikuwa akiongea kama cherehani. Halafu kwa nini sikuwaza hiki kabla ya kumpenda Aston? Kwa nini sikuwaza kuhusu ndugu zake? Nilikuwa nikijitahidi kutokulia, nijikaza sana tu. Lakini hapa ndo nilielewa kwa nini nilidhani namjua. Huyu mwanamke mbele yangu amefanana sana na Aston. Basi kwa dharau akasema kwamba, uliniuliza kuhusu kinywaji? Nahitaji kinywaji kikali. Baada tena ya kuona sura yako nahitaji kitu strong zaidi. Okay, whisky ama? Nilimuuliza, sijui hata nilipata wapi hiyo nguvu ya kumuuliza. Akasema kwamba yes, whisky itafaa. Niliinuka na kuelekea meza yenye vinywaji na kumwekea whisky kidogo kwenye glasi pamoja na barafu 3. Nirudi na kumpatia ile glasi, kisha nikakaa nilipokuwa nimekaa mwanzo. Alikunywa ile whisky na alipobaki kidogo alinimwagia kabla ya kuondoka. Yaani amenimwagia kinywaji nilichokinunua kwa hela yangu. Nitaka kumrukia lakini kuna kitu kilinizuia. Labda ni maneno yake tu makali ambayo ameshaniambia. Nirudi na kukaa kwenye kochi, huku sasa nikiweka mkono wangu juu ya tumbo langu. Na huo ndo muda mwanangu alichagua kugeuka kama vile kunifariji. Ni kama alihisi huzuni yangu. Nilitulia pale kwenye sofa hadi nilipojisikia vizuri kidogo. Baada ya kumaliza kazi zangu nilielekea nyumbani ambapo nilianza zoezi la kupika ili watoto wakifika wakute chakula cha jioni tayari. Siku za shule huwa ninahakikisha wanakula saa 1 kasoro ili ikifika saa 2 waweze kwenda kulala. Kuanzia saa 1 huwa wanaanza kufanya kazi za shule. Saa 12:30 jioni watoto waliporudi kutoka shule, chakula kilikuwa tayari na nilikuwa nimekaa sebuleni nikitazama kipindi ambacho hata sielewi. Ukweli ni kwamba nilikuwa nawaza sana. Tuliambiwa watoto kuhusu wao kupata mdogo mwingine na ilikuwa rahisi kuliko nilivyodhani. Walifurahi sana na imekuwa tabia ya Liam kuja kunibusu mimi na tumbo langu kila siku akitoka shule. Baada ya kusalimiana nao niliwaandalia chakula ambacho wakati wanakula Aston aliingia kutoka kazini. Nilifurahi na kwenda kumkumbatia na wakati huo Lorena naye alikuwa anakuja kumkumbatia pia. Baada ya salamu wote tulikaa kwa ajili ya kula. Leo ni kati ya siku chache ambazo tunakula mapema tukiwa wote kama familia. Baada ya watoto kumaliza kula, walielekea kufanya kazi zao za shule.
Aston, hivi kwa nini hujawahi kuniambia kuhusu familia yako? Nilimuuliza kwa sasa nikikumbuka maneno ya yule mwanamke. Aston kama kawaida yake alitulia kwanza kabla ya kuongea. Kwa nini unauliza hivyo mpenzi? Ni kitu gani kimekupata? Hamna tu. Leo nimejikuta nikifikiria, yani simfahamu ndugu yako hata mmoja. Oh, Malkia. Unaona jinsi maisha yanavyoenda kasi. Kuna vitu vingi sana vya muhimu ambavyo hatujawahi kukaa tukazungumza. Kama mpaka leo mimi sijui kwa nini wewe na Martin mliachana. Siwafahamu ndugu zako japo ninaishi na mtoto wao. Ni vitu ambavyo hatujapata nafasi ya kuvizungumza, lakini sio kwamba kuna kitu chochote ninachoficha. Okay. Mimi na Martin tuliachana kwa sababu alinisaliti na sekretari wangu. So kama unavyojua nilimwacha. Na tu mwanamke nikamfukuza. Nina ndugu 5. Kaka 3 na ndugu wangu mmoja wa kike. Wote wanaishi nje kasoro mimi. Kaka zangu 2 wa kwanza wana familia, lakini hao wengine bado wanajitafuta. Zamu yako? Oh, wow. Okay, mimi ni mtoto wa mwisho wa kiume. Nina dada 2. Wa kwanza anaitwa Rehema na wa pili anaitwa Veronica. Hata hivyo nilikuwa nawaza kukupeleka hivi karibuni, lakini sio mbaya ukiwajua mapema kabla ya hapo. Unajua jinsi mama yangu alivyofariki, na kwa sababu hiyo baba yangu ana kifungo cha maisha, lakini mimi nimemfuta kabisa akilini mwangu. Baba yangu wa kweli ni mume wa mama yangu. Yaani mama yangu mdogo ambaye alinichukua baada tu ya mama yangu kufariki. Kwa hiyo aliponichukua, Rehema na Veronica bado walikuwa wadogo. Hivyo tumekuwa pamoja na mpaka sasa wao ndio familia yangu ya kweli. No, kwa hiyo anyway, sawa, dada yako amekuja leo ofisini kwangu. Nilimwambia na kumuona akishangaa kwamba yani hajui hilo. Nilimwelezea kila kitu kilichotokea, lakini hadi wakati namalizia Aston alikuwa anacheka tu. Huyo ni Rehema, dada yetu wa kwanza. Huwa ana tabia kuwatishia watu wote ambao ninakuwa nao, lakini niamini atakupenda tu. Yaani mtu asipokupenda itabidi awe na matatizo ya akili. Usiwaze sana Malkia wangu, sawa? Hakuna mtu wa kunizuia kukupenda wewe. Aliniambia hivyo na kunifanya nitabasamu japo moyoni mwangu sikuwa na amani. Siku ilipita kama hivyo na siku ikageuka wiki, hatimaye Aston sasa kanialika kupata chakula cha jioni na familia yake. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa sana. Nitamani hata nikatae tena baada ya kujua jinsi dada yake anavyonitazama, lakini Aston alinitazama kwa upendo mwingi sana kiasi kwamba mimi sikuweza kukataa. Tulipokuwa kwenye gari tukielekea huku, sasa nilikuwa natetemeka kabisa mikono. Ilikuwa ni vizuri tumeamua kufanya hili siku ya Ijumaa kwa sababu kesho sihitaji kwenda kazini. So Aston alipaki gari mbele ya nyumba ndogo tu. Hapa ni kwa dada yangu mkubwa ambaye ni Rehema. Yeye ndo amejitolea kuwa mwandaji wa chakula hiki cha jioni. Si nikwambia atakupenda tu. Kwa hiyo tulia. Aston aliniambia kwa kujivunia sana, lakini mimi tumbo langu lilikuwa likichemka. Aston alinishika mkono tukaelekea ndani. Tulipoingia tulifunguliwa na mwanamume mmoja mnene kiasi hivi na kitambi chake kwa kinaonyesha namna gani alivyo mnywaji mzuri. Kwa haraka tu utajua yeye ndio baba mwenye nyumba. Oh, Bwana Shem. Aston alimuita huku sasa wakipeana mkono wa kutabasamu. Walisalimiana ndipo wakanikumbuka. Huyu ni girlfriend wangu na mama wa mwanangu. Anaitwa Lindsay. Aston alisema kwa upendo mkubwa. Hadi nikajikuta sana tabasamu, lakini sikuacha kuona jicho ambalo huyo baba amenipiga. Yule baba akasema kwamba Lindsay, karibu sana bwana. Wewe hauna haja kunisalimia, naona tunalingana kabisa. Alisema yule baba. Nijaribu kutabasamu japo dharau zilikuwa nje. Inaonekana yeye na mke wake ni kitu kimoja. Yani inaonekana ni pipa na mfuniko, kopo na mfuniko wake ndio vinakutanaga pamoja. So tulipoingia ndani ndipo nilipotambua kuwa sisi ndio tulikuwa mwisho. Kama kawaida Aston alianza kuwakumbatia na kusalimia kila mtu, na mimi nikabaki nikishangaa tu hapo pembeni. Huyu ndio mwanamke anayesumbua moyo wangu. Aston alinitambulisha kwa kila mtu. Sasa kuna dadaki mwingine ambaye nadhani aliniambia anaitwa Veronica, akauliza kwamba ni kwa sasa tu. Hapana, sio kwa sasa, siku zote bwana. Na kama mnavyoona, huyu ndio mama mwanangu. Anaitwa Lindsay.
Aston alisema huku akinipa mkono. Lindsay, huyu ni mamangu. Anaitwa Mama. Aston alisema aliponifikisha kwa mamake. Mamake alisimama na kunikumbatia. Mama Aston akasema kwamba karibu sana binti yangu, karibu kwenye familia. Mama Aston aliniambia hivyo kwa tabasamu kubwa sana. Nikasema asante mama. Nilimshukuru huku sasa nami nikitabasamu. Alionekana ni mwanamke fulani hivi mwenye upendo sana. Kisha tukamgeukia dada yake ambaye ni Rehema pamoja na mume wake, yule aliyekuja kutufungulia mlango. Huyu ndio kifungua mimba, anaitwa Rehema, na huyu ni mume wake anaitwa Freddy. Aston aliwatambulisha pale. Asule dada yake akasema kwamba karibu sana mpenzi. Yule dada yake aliniambia sasa akicheka na kunikumbatia. Sikuelewa huu ni unafiki wa namna gani. Nilitikia tu asante ili nisionekane jeuri. Na huyu ni Veronica na mume wake hapo William. Aston aliongea kwa furaha, anaonekana kuwapenda sana ndugu zake. Veronica akasema kwamba karibu kwenye familia wifi, hatimaye kaka yetu atatulia sasa. Veronica alisema, lakini unajua kwa mtu yoyote mwenye macho anaweza kabisa kuona kuwa huyu mwanamke anaigiza tena sana. Basi nilitikia tu asante na kumgeukia Aston ambaye alikuwa akinitazama kwa furaha na upendo mkubwa. Sasa Rehema akasema kwamba bila kupoteza muda jamani, chakula tayari, tulikuwa tunasubiri tu nyewe wawili tuelekee mezani. Basi Aston alinipa mkono. Tulipofika kwenye meza ya chakula, alihakikisha nimekaa vizuri, ndipo akakaa pembeni yangu. Nilibaki nikitabasamu tu baada ya kuona dada zake walivyokuwa wakinitazama kama wanataka yani si kama kunimeza vile. Rehema alikuwa ameandaa vyakula vingi sana. Kulikuwa na ndizi za kupikwa, viazi vya kukaanga, nyama iliyokaushwa, kuna rosti, pilau, wali mweupe, kachumbari na matunda. Kwa mtu ambaye ananichukia, naweza kusema ameweka bidii sana. Hey, say, my sister, naona mkono wako hautanii. Aston alisema alipoanza kula, na dada yake akajibu kwamba asante mdogo wangu. Basi kama hivyo kila mtu akaanza kumpongeza kwa chakula kitamu. Hata mimi japokuwa kuongea ilikuwa ni kama kutafuna mchanga, lakini nilimpatia pongezi zake. Chakula kilikuwa kitamu, lakini sio ule utamu wa kuogopesha. Mimi nikikaa nikatulia, naweza kupika chakula kitamu hata maradufu pamoja na tumbo langu hili. Hata Lynn ni mpishi mzuri tu, yani inabidi nile kwa step, kama sio hivyo basi nitanenepa ese ghafla. Maana kusimama masaa 6 kufanya operation na hisi inaweza ikawa ni kazi ngumu. Aston alisema huku akinigeukia na kutabasamu. Nitabasamu pia na kutulia. Kitu pekee nilichotaka ni hiki kitu kiishe niondoke. Lindsay, tukiachana na sifa za mwanangu, hebu niambie kuhusu wewe. Unafanya kazi gani? Unaishi wapi? Kwa sababu hakuna mtu yeyote aliyeniambia kuhusu wewe zaidi ya jina lako. Mama mkwe aliniambia hivyo. Nilianza kujielezea kazi yangu ya foundation na kumwambia kuwa ni kutokana na binti yangu aliyefariki kwa hilo tatizo. Sasa yule mama kauliza kwamba kwa hiyo ndo alikuwa mtoto wako pekee ama? Hapana, na watoto wengine 3. Nilisema, na kila mtu akawa kimya ghafla. Sidhani kama wanategemea ningekaa hivi hadi umri huu sina watoto. Sasa mama Aston akauliza kwamba watoto 3 na baba yao? Mama Aston aliuliza akijitahidi kutokunitazama. Tumeachana mwaka na nusu sasa, na tumeachana kwa talaka. Niliwaeleza sidhani kama kuna haja ya mimi kuficha vitu ili eti nionekane mzuri au ninamfaa kijana wao. Chochote atakachoamua kwangu ni sawa. Kulikuwa na ukimya wa muda mrefu hadi Veronica alipoongea akasema kwamba kwa hiyo unamaanisha kwamba wewe ni mwanamke mkubwa kwa Aston ambaye umeachika na una watoto 3 na huyo mume wako wa zamani? Yes, umepatia kabisa. Nilimjibu nikianza kuhisi hasira zikinipanda. I say guys, hebu tuleni basi. Sawa mnajua huyu ni mwanamke wangu na nampenda sana. Kwa hiyo naomba mheshimu hilo. Aston alisema kunitetea huku sasa akiweka mkono wake kwenye paja langu na kunitazama. Rehema akasema kwamba ndio tunaliheshimu, lakini hakuna ubaya kutaka kumjua mwanamke wako hata kidogo. Naamini hivyo mlivyovijua vinatosha. Cha msingi ni kuwa ninampenda na yeye ananipenda, na hivi karibuni tutapata mtoto. Aston aliweka mkono wake tumboni kwangu
Kulikuwa na ukimya kidogo hadi Aston alipoanzisha mada ya kitu kilichotokea mwaka jana. Kila mtu alianza kuchangia na kucheka. Nilifurahi angalau kupata nafasi ya kula kwa amani bila watu kunitazama wakitegemea majibu kutoka kwangu. Sasa baada ya kumaliza kula, nilisaidia kutoa vyombo, ambapo huko jikoni nilimkuta Veronica. Alinitazama tu na kutabasamu na kunielekeza pa kuweka vyombo. Sasa Veronica alinitazama na kuniambia kwamba hawezi kuolewa na mdogo wangu, labda tu niwe nimekufa. Tunajua kabisa ulibeba hiyo mimba ili tu kumfangamanisha na wewe, lakini utajutia hayo maamuzi. Kwa hiyo ushauri wangu tu ni uzae mapema au uachane na mdogo wetu. Damu yetu tutailea, hakuna shida. Alisema kwa kinitazama. Asa nimechoka kujifanya mpole. Na wao wanatumia nafasi ya kunipelekesha. Nilichukua mkono wangu na kuweka tumboni. Inasikitisha sana. Nilitaka nikueleweshe, lakini kama unavyoona wewe ni mdogo sana. Hata nikijaribu kukuelewesha hautanielewa. Huu tumbo mnaofanya mlitakiwa mumwambie kaka yenu, sababu yeye ndo amenitaka. Sijamshika, mmesikia? Au umeona nimekuja naye akiwa amefungwa pingu? Kama unipendi naelewa kabisa, na hilo halina shida, lakini jeshim kabisa, kwa sababu haunijui na mimi sikujui. Nilimwambia na kuanza kutoka kule jikoni, lakini kabla hata sijafika mlangoni alinisukuma na kutangulia kutoka. Nilipofika sebuleni nilimkuta Vero akilia kama chizi. Mume wake na Aston walikuwa wanamfariji. Dada yake na mama yake walinitizama kama nimeua vile. Mama akauliza kwamba maneno gani hayo umemwambia Vero? Mama yake aliuliza kwa hasira sana. Nilipaniki kidogo. Hapana mama, mimi sikumaanisha ubaya nili. Kabla hata sijamaliza sentence, alinikatisha kwa kuongea, akasema kwamba we usiniite mama. Usiniite kabisa. Wakati umetoka na kumtukana mwanangu kuhusu swala lake la kushindwa kushika ujauzito. Hafu sasa hivi unaniita mimi mama? Mama Aston alisema na kunifanya nitoe macho. Mama, mimi sijaongea na wala Kabla sijamaliza hata kuongea, Rema akasema kwamba yani umekutana na sisi mara moja tu na umeshaanza kuleta huzuni kwenye familia. Hivi kwani alikukosea nini mpaka unaanza kutoa matusi yote hayo? Mpaka unaanza kumuita Vero hadi umuite tasa kweli? Nilibaki tu nikishangaa, sababu sielewi kinachoendelea hapa. Mimi nimetamka mtu tasa saa ngapi? Nigeuza macho yangu yaliyojaa machozi na kumtazama Aston ambaye hakuwa hata kiniangalia. Macho yake yote alikuwa kwa dada yake. Yule mama akasema kwamba Aston, naomba utoe huyu mwanamke umrudishe alipokuwa. Labda tu aje siku nyingine tuanze upya bila yeye kumtukana binti yangu. Yule mama alisema sasa akisogea kumkumbatia binti yake anayelia. Na muda huo Vero akasema kwamba mama, sio kwamba ni mama kutokubeba mimba mama, mimi sijapanga, najitahidi kila siku na mama unajua hilo. Veronica alisema kwa akilia kama amefiwa. Aston anakuja kunitazama kwa hasira, lakini hakusema kitu. Narudia msikilizaji, hujasikia kwa bahati mbaya. Hujanisikia vibaya, ni kwamba Aston alikuja kunitazama kwa hasira, lakini hakusema kitu. Sasa Vero akasema kwamba Aston, usiniache mdogo wangu. Aston akajibu sikuachi dadangu, nakuja. Aston alimwambia hivyo na kunifungulia mlango. Paka mdau machozi alikuwa ananitoka tu, aelezeke yani. Sitaki kulia, kama nisingekuwa mjamzito nisingelia. Lakini hii mimba inanifanya na kuwa mtu wa hisia sana. Tulitembea kimya hadi tukafika kwenye gari. Aston alinikabidhi funguo za gari. Unamaanisha nini Aston? Namaanisha utangulie nyumbani, nitakuja. Siwezi kumwacha dadangu akiwa hivi baada ya maneno yote uliyomwambia. Aston alisema na kunifanya nibaki mdomo wazi. Aya. Ni sawa. Ana sababu gani ya kutokumwamini dada yake? Lazima muamini, ni sawa. Yani sikutegemea kama ungemfanyia hivi ndugu yangu. Yani basi fanya hivyo, wewe nenda tu nyumbani. Usinisubiri, naweza kuchelewa kuja au nikarudi kesho. Alisema na kurudi ndani bila hata kunitazama. Kama hivyo ameamua kumwamini dada yake, msikilizaji. Kashindwa kuniamini mimi. Hajachukua hata dakika moja kuniuliza najisikiaje, wala huyu mtoto wake tumboni. Hajachukua hata muda kuniuliza imekwaje, nini kimepelekea mimi kuzungumza yote hayo. Hajachukua hata sekunde kujaribu kuelewa chochote. Maneno ya dada yake alitosha kuthibitisha kila kitu. Niliingia kwenye gari la Aston na kufuta machozi.
Baada ya kumaliza kulia niliwasha gari na kuondoka. Siku moja tu nimeonana na mawifi zangu, siku moja tu, lakini wameshanichonganisha na mwanaume ninayempenda kuliko kitu chochote. Ai! Msikilizaji, sehemu inayofuata itaendelea kutufungulia mambo mengi. Kama nilivyokuambia sehemu iliyopita ni kwamba bado surprise zipo za kutosha. Sijajua Lindsay atakuwa amekumbusha nini wewe mdada ambaye siku ya kwanza umeenda kuonana na mawifi zako. Kipi kilichotokea? Vipi, ulibondi vizuri na mawifi zako ama kuna wifi mmoja alikuletea kisabengo, mambo ujinga? Anyway, kama na ulishakutana na tukio ambalo ulienda ukweni na day one tu kuna mambo ambayo alikufanyia mawifi zako ukasema ai hawa wapuzi hawa, unaweza kashare na sisi kwenye comment na tukashuhudia ama tukajifunza na tujue tunafanya nini wengine tunaenda ukweni. Jamani, mpaka hapa mimi na stop, lakini tuendelee kukutana sehemu inayofuatia. Yaani hiki kiatu ambacho Lindsay anakipitia sijui. Hebu fikiria hapa watoto wataenda kuambiaje? Na watoto walikuwa na wasiwasi kuhusu usalama wake, yani kuhusu furaha yake. Watoto walikuwa na hofu. Sasa leo unaenda kuambia nini watoto kuhusu tena huyu mwanaume wa pili? Utaendelea kuficha furaha? Yaani utaendelea kuficha maumivu unayopitia ili kulinda furaha ya watoto ama? Kuna watu wengine pia yani mnashindwa kuyavunja mahusiano kwa sababu mnahisi watu wengine watawatazamaje? Naona kuna watu mnapitia hiyo situation, yani kwamba nikiachana na huyu watu watanifikiriaje? Wewe utakufa vibaya wewe. Kwa mliosikiliza story ya Mwana ya My Family, nadhani mnaelewa funzo alilotupatia Mwana mwishoni. Kwa jamani, mpaka hapa kwa neema yake Mwenyezi Mungu atukutanishe sehemu inayofuatia. Maskini bado naumia sana kuhusu Lindsay, yani siji kwa nini tu, lakini tuseme tu neema yake Mwenyezi Mungu ambatane nasi katika sehemu inayofuata. Tukutane hapa kuendelea kujifunza mbali na kuburudika zaidi. Mtayarishaji ndani yetu Chuchu nile kusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Rumbas. God bless you till we meet again. Bye bye.